tuko kwenye mjadala hapa wa kodi, ushuru, tozo. Tuko na Riziki Nganga, yeye ni katibu wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Tumemsikia mbunge wa Kigoma mjini akizungumzia wafanya biashara wadogo. Wewe unawakilisha wadogo au wakubwa? Wote. Wakubwa na wadogo. Yani akishakuwa yuko kwenye mfumo wa kodi, huyo ni mtu wetu. Sasa kwa nini tunaita wadogo na wengine wakubwa? Maana yake mitaji inatofautiana. Yaani mitaji haiko. Sasa mtaji wangu kama ni mdogo, ili mnisaidie nikue, mnipe basi kanafuu kadogo ili nisoge na mimi. Kwa sababu Salim, hata ukienda TRA kukata zile leseni unavyoanza biashara, si kuna grace period? Na wanauliza pia unapata kipato chako. Unajua sisi tusizungumzie tuzungumzie namna ya wafanyabiashara kuwa kwenye biashara na kulipa kodi. Na serikali imeweka utaratibu ambao ni wazi kabisa. Na kodi kimsingi hazilingani. Ukiona biashara ndogo au umebeba soksi moja, utalipa ushuru wa soksi moja. Na ukibeba container, utalipa bei ya container. Bei ambazo haziko rasmi ni za kubageni. Of course, sheria ya kodi inasema mtabageni. Kwa sheria ya hapa ya kwetu, kwa sababu moja ya kitu ambacho sisi kipo kwenye kodi, sheria zetu zinaruhusu kufanya mazungumzo kwa baadhi ya bidhaa, sio kwa bidhaa zote, kwa baadhi ya bidhaa. Kuna aina ya bidhaa zingine, kwa mfano kama magari yanajulikana, lakini biashara zingine zote, makontena ya bidhaa inakulazimu kubageni. Kitu ambacho hata sisi katika jumuiya kwa muda mrefu sana tulikuwa tunatamani kwamba kuwe kuna kodi elekezi, ili kila mtu anapotaka kuingia kwenye kodi ajue ni kiwango gani cha kodi. Kwa hiyo Baba Levo akifika pale airport anaambiwa bana, nguo hii maelekezo yake ni kiasi hiki. Sasa haiko hivyo, kwa sababu tunavyosema kwamba baadhi ya bidhaa kuna sasa hiyo inaumiza sana, kwa sababu inategemea umekutana na nani hapo. Ni sheria. Sasa moja ya vitu ambavyo sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania tunavipigania kwa muda mrefu, na tunaamini kwamba wenzetu wa mamlaka ya mapato Tanzania wamesoma, elimu yao iko juu. Hatukutegemea kama kwenye kodi watu watakuwa wanapiga ramli, kwa sababu unajua kama umesoma, umepata elimu kubwa, tunategemea kwamba kuwe kuna bei elekezi ya bidhaa zote nchini, ili wakati unataka kuingia kwenye biashara ujipime, uone kama hii bidhaa ukileta unaweza ukalipa kwa kiwango gani. Sasa kuwa na mazungumzo ambayo sio rasmi katika mfumo wa kodi, pamoja na kunaweza kufungua mianya ya vitu vingine. Sasa of course kuna malalamiko makubwa, kwa sababu unalazimika kuelewana na mtu. Sasa sisi tulitegemea kuwe kuna mfumo. Sasa sheria yetu inakutaka ukutane nje na mfumo, mzungumze afu rudi kwenye mfumo, kwa sababu kitu ambacho kinaleta changamoto kwa watu wote ambao wanataka kulipa kodi. Nimeona watu wakiacha bidhaa kwa sababu wanapigwa ushuru mkubwa kuliko thamani ya ile bidhaa yenyewe, mpaka mtu anasema ya nini. Sasa ile inatokea kwa watu ambao mazungumzo inashindikana, kwa sababu sasa hapo umekutana na mtu mnoko, mwingine mligombana naye jana, kwa hiyo sasa au tu kaamka alivyoamka yeye. Kwa hiyo sasa tunashauri mamlaka za serikali kwamba ili tuweze kupata walipa kodi bora wenye kupenda kulipa kodi katika mazingira rafiki, kodi zikae katika kapu moja, zikae katika mfumo. Tuache kukutana na watu wakati wa kulipa kodi, tuweze kulipa kodi kwa kufuata mfumo, ili kikatuondolea hali ya kulalamikiana au watu wengine kukwepa kodi, kwa sababu watu wanaotaka kukwepa kodi pia hili linakuja kutokana na wengi kutokuweza kumudu mazungumzo. Na dhana ile ya kauli na kitu ambacho kwa wengine wanaweza kama dhana. Mheshimiwa Rais alipata kusikika kwamba kwenye swala la kodi wa Tanzania sehemu kubwa hawalipi kodi. Hii inaingiaje? Ni haya ya kukaa kuzungumza pembeni, wakati mwingine baadaye inakuja kuna mianya ya namna nyingine. Kwani hili wewe unalionaje, na ili tutoke huko sasa hatulipi kodi vipi yani? Unajua moja, kwanza Mheshimiwa Rais ni kumshukuru. Alichokisema ni cha kweli. Na hili tunatakiwa sasa serikali kama hatulipi kodi basi sio wote, kwa sababu tayari tunakwepa au hatujui. Kwanza kuna kukwepa, kwa sababu sheria zinawalazimisha kukwepa, hiyo moja. Lakini cha pili, kuna uhuru mkubwa wa kufanya biashara bila kulazimika kuingia kwenye kodi, kitu ambacho kiko nchini, ambacho sisi jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania tumeshauri kwa muda mrefu.
utengenezwe mfumo rasmi mpya ambao unasema watu wote lazima tuwe kwenye kodi. Hivi tunavyotolea mfano, ukienda Kariakoo, barabara zote ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kupita vyombo vya moto, zile barabara zimetandikwa bidhaa ambapo idadi ya makondena mimi sifahamu, na zinauzwa bila kulipiwa kodi. Maana yake watu wale wanauza biashara Afrika Mashariki, lile soko la kimataifa. Lakini sasa zimeingiaje? Kuingia ni jambo lingine. Wakati zinaingia zinatozwa. Sasa wakati zinaingia, kumbuka kama mtu ameingiza bidhaa, mwingine ameleta kutoka nchi jirani, zimekuja katika soko la Kariakoo. Alafu kuna wengine hawa ambao kimsingi hawana hizi leseni, hawana timu. Naye anatakiwa kuuza zile bidhaa zote, container zote bila kodi. Alafu pia wewe ambaye ni mzalendo unatakiwa kuingia kwenye mfumo wa kodi. Yaani kuna hiyo option. Sasa serikali inapoteza mapato makubwa kwa sababu katika soko moja tuna double standard. Yaani mwingine anaruhusiwa kuingia kwenye mfumo, mwingine haruhusiwi. Leseni kama na mtaji, nichukulie mfano au nakutolea mfano mtangazaji. Mkiungana wote hapa mkawa na bilioni 20, mnaruhusiwa kufanya umachinga. Au mkawa kwenye mfumo ambao mnaweka biashara barabarani tu, mnanua makondena, mnauza wholesale, na watu wa mataifa mbalimbali wanakuja kununua pasipo wewe kulipa kodi. Yaani hilo unaruhusiwa. Mimi kuna kitu sielewi, naomba unisaidie. Salim ana duka Kariakoo, ameagiza mzigo kutoka China, paka unapita pale bandarini, anafikisha ofisini kwake, maana yake ameshaulipia kodi ya kuingiza mzigo, si ndio? Mimi ninapokwenda kununua kitu dukani kwake, kuna bei ananiuzia ambayo tayari ina kodi mule, na nakatwa tayari kodi, maana yake mimi nimeshalipa kodi ya kununua kitu kwa Salim. Nikikiweka mbele ya duka lake chini, nikauza kwa watu, sikulipa kodi. Unajua ndo nikauza kwa ile bei, ndo tunaitwa wafanya biashara wadogo wadogo. Ngoja nitoe elimu. Au tunatakiwa kuwe na kodi ngapi? Unajua kwenye mfumo wa bandari sio kila biashara unayoleta pia ina kodi. Yaani kuna biashara zingine ziko kwenye msamaha tunaingiza bandarini. Kama nini? Baadhi ya biashara nyingi tu. Nikaanza leo. Kwa hiyo kuna baadhi zina msamaha wa moja kwa moja. Kwa mfano labda say mtu baskeli zile za wheelchair zile. Yaani ziko nyingi ambazo ziko na msamaha. Nikisema tuorozeshe hapa muda wake utakuwa hautoshi. Lakini zikishaingia huku nchini zinaruhusiwa kuuzwa kwenye market ya mtumiaji wa mwisho. Kwa hiyo zikipita pale, zikipita kule bure, maana yake huku zinatakiwa kulipiwa wakati zinakwenda kwa watumiaji. Lakini vile vile kuna mwingine ana kazi yake ni kuleta mizigo tu kutoka nje za nchi. Hana maduka ya kuuza hapa. Na kuna mwingine kazi yake ni kuuza tu bidhaa za hapa, hasafiri. Kwa hiyo ukisema eneo moja ondoe kodi zote na upande mwingine wakalipe, maana yake inategemea na uwiano. Wanaweza kawa hawa wasiotaka kulipa ni wengi zaidi. Kwa hiyo huyo mtu mwenye biashara ya kuleta bidhaa kutoka nje, yeye analipa kodi, halipi kodi? Sasa inategemea na bidhaa aliyoleta iko kwenye msamaha au haiko kwenye msamaha. Tu kwa mfano ambayo haiko kwenye msamaha, analipa. Na akilipa inatakiwa yule mtumiaji wa mwisho naye au yule mnunuzi wa mwisho naye anatakiwa akalipe kodi. Kwa sababu kodi ni chain. Kodi ni chain. Kwa sababu wote tunafanya biashara, tunapata faida. Sheria za nchi zinataka tulipe kodi. Yaani hapo unazungumzia kodi ya kuingiza na kuna kodi ya mauzo pia kwa mtu mmoja kwenda kwa rejareja. Riziki, kuna nchi ambazo usipolipa nafikiri Salim hili utalifahamu. Kuna nchi ambazo ukisikia hata jirani yako hajalipa kodi fulani ama tozo, inaweza kuwa ni ya kokota takataka hata mtaani na kadhalika. Yaani wananchi unakuta mtu ana hasira kabisa kwamba kwa nini wewe Salim ni mshikaji wangu, lakini kwa nini hujatoa kodi hii labda ya takataka na kadhalika. Lakini sisi inaonekana ukikwepa kodi Tanzania ni ufahari, ni ujanja. Kwa mujibu wa Riziki ni kwamba unaruhusiwa. Ni tamani kwenye yale maeneo ambayo inabidi ulipe kodi. Kwa nini kukwepa kodi imekuwa kama sehemu yetu? Kwa nini? Unajua iko hivi. Mimi sio mtaalamu wa masuala ya kodi, ila ni mfanya biashara. Unavyoingia kwenye kodi, kuna vitu anasema you can avoid tax. Yaani unaweza kuchagua biashara ambazo haziko kwenye kodi. Sasa hapa tuseme sijui umekwepa au umefanyaje, kwa sababu sheria imekuruhusu.
Kwa hiyo hujakwepa Riziki. Ukimsikiliza Baba Levo kuna mfano aliutoa, alisema alipokwenda China, hata yule mama anayeuza mboga barabarani kuna mfumo wa kupokea malipo ule ambao unapeleka pesa moja kwa moja kwa serikali. Kwa hiyo bei aliyokupa ni kama vile hawa watu wa usafiri wa kuita, bei inayotoka pale kutumia mtandao kule kwenye kampuni wanachompa kinacholipa kodi na kinachobaki kwenye kampuni kuendesha kampuni. Huoni kwamba pengine sasa mamlaka zetu zinahitaji kutengeneza mfumo kama huo ukamuhusishe kila mtu mpaka yule mjasiriamali wa mwisho kabisa, kwamba tuache kulipana hivi mkononi, tulipane kwenye mfumo ili sasa kila mtu aweze kulipa kodi na kila mtu ahusishwe kwenye kodi. Yani, hata nikinunua vile vya 500 kila kitu 500 tayari nitakwenda kulipa kodi kwa sababu ya mfumo nilolipia. Mwaka jana ilileta taharuki sana pale Kariakoo. Issues hizo, mtu mfanyabiashara anasema bandarini nimelipa, nikitoa mzigo wangu store kuingiza dukani tu, nikikamatwa katikati wanataka tena nilipe. Wakija hapa kwenye duka wakihesabu vitu wanataka nilipe. Maana yake tuna changamoto kwenye mfumo. Hakuna mfumo mmoja elekezi wa kila mtu kuhakikisha kwamba anaponunua kitu au kulipa kitu kuna namna malipo yote yatakuwa yapite kwenye channel moja. Wani hiyo ni changamoto na tunahitaji kitu kama hicho. Na baadhi ya vitu ni kweli. Unajua sisi tuna mamlaka nyingi ambazo ziko kwenye kodi, au tuseme tuna utitiri mwingi wa kodi. Hapo sasa sisi Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania kwa kipindi kirefu sana tumekuwa tunataka kwamba kapu la kodi liwe moja. Baada ya kodi kulipwa, mamlaka ya serikali sasa zikagawana. Kwa sababu kwenye soko unaweza kukaa kidogo ukaambiwa kuna mtu wa OSHA, kuna mtu wa leseni, kuna mtu polisi wako kwenye kodi hata kama hajasoma kodi, ukasikia kuna mtu wa afya, ukasikia kuna mtu wa vibali sijui vya taasisi fulani. Sasa ile kwa sababu unavyofungua biashara hauvikuti vile vitu vyote viko kwenye ubao, vinaanza kuja kama by surprise. Sasa tumeishauri serikali kwa muda mrefu sana kwamba mamlaka ya kodi iwe moja, kodi iwe ni moja. Ukitaka kufungua biashara vibali vyote vijue kabla hujaingia kwenye biashara. Kitu ambacho ni mfumo tunaulilia sisi kwa muda mrefu sana. Na hii mifumo ya serikali haisomani. Unaweza ukalipa kodi mamlaka nyingine isitambue na ikakataa kabisa hiyo kodi kutokana na mifumo kutokusomana. Kwa hiyo tunahitaji pia mfumo uwe ni mmoja. Sasa hii kazi ilikuwa inaweza kufanywa na serikali kwa kuungana na vyama vya wafanyabiashara, kwamba kero zenu kwa sababu mmelalamika kwa muda mrefu sasa, serikali tunaichukua kwa ajili ya kufanyia kazi. Kuto kuzifanyia kazi kwa wakati kumezaa malalamiko mengi sokoni ambayo yamekuwa hayaishi kwa wakati, na pia kuto kubadilisha hii mifumo kwa wakati pia tunazalisha makundi makubwa ya watu ambao hawako kwenye mifumo ya kodi. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wale wanahitaji kuhudumiwa, wanahitaji kujengewa mabarabara. Serikali kama haiko kwenye kukusanya kodi kwa kiwango kikubwa, manake watu hawezi kuhudumiwa kwa wakati. Na sisi ambao tunalipa kodi tunataka impact, kwamba tumelipa kodi, tumetoka kwenye majimbo yetu, lakini kama unavyoona maji Dar es Salaam ya kunywa hatuna, lakini kodi tunalipa na tunalipa vizuri na tumevuka malengo. Wananchi wetu hawahudumiwi. Baadhi ya majimbo umeweza kuona wagonjwa wanabebwa kwenye vitanda, ambapo sisi Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania tulitegemea kwenye utawala wa Mheshimiwa Rais vijiji vyote labda wagonjwa wangerushwa kwa chopa kama wanavyofanya Ulaya, kwa sababu mtaji tayari sasa sisi tunao. Sasa inatakiwa tupate wabunge pia wenye maono makubwa, na wabunge ambao kimsingi tupate pia wabunge ambao wako kwenye biashara, kwa sababu pia unaweza kuwa mbunge. Kuna wabunge wengi wafanya biashara, asilimia kubwa ya wabunge wafanya biashara. Unajua labda unisikilize pointi yangu. Tupate wabunge wakubwa wenye maono, wabunge ambao wako kwenye fani ya biashara. Unajua unaweza kuwa mbunge pia lakini upatikanaji wako unafadhiliwa na watu ambao hawako kwenye mifumo ya kodi. Kwa hiyo nayo ikawa ni changamoto. Tunakuwa tupate wabunge ambao wako kwenye mfumo wa kodi, ambao wanasaidia watu wanaolipa kodi, wanasponsiwa na watu wanaolipa kodi. Ukipanda mbunge ambaye yuko mazingira ambayo sponsor wake sio mlipa kodi, hiyo pia inaweza ikakosti kama taifa kuendelea na kuweza kuwasaidia wananchi pia kwenye kupata huduma kwa wakati.
Sababu sera yetu sisi au maoni yetu sisi wafanyabiashara, kwanza tuwe tunalipa kodi na wote tuingie kwenye kodi. Yaani kodi isiwe ni hiari. Kwa sheria za sasa kodi zinatutaka tuwe hiari kuingia. Hakuna ulazima wowote, na usipolipa kodi unakuwa hujafanya dhambi yoyote, kwa sababu mifumo imeruhusu. Na kama unavyosema kuna biashara zingine haziruhusu hata kodi yenyewe kulipwa. Kitu ambacho sisi ambao tuko kwenye industry tulitamani kuwe ni force, yani kodi iwe lazima, kusiwe kuna hiari, ili tuweze kulipa kodi kwa wingi zaidi. Na Dar es Salaam mitaa yote iwe lami. Sasa hauwezi kuwa unazungumza maendeleo kwa kiwango kikubwa, lakini tayari kuna sheria nyingi ambazo zimetolewa kwenye kodi, na unaona kabisa baadhi ya kodi nyingi zinapelekwa kwenye watu wa chini, yani level za juu. Kodi nyingi ziko kwenye msamaha, kitu ambacho tayari ni changamoto. Na tumekuwa tunapiga yani tunasema kwa muda mrefu sana tumeomba injini tupate wafanyabiashara wakubwa heavy hata kutoka mataifa ya nje waje hapa, lakini ukiangalia kwa msimu huu au kwa kipindi hiki tuna wafanyabiashara wengi ambao sio wale wenye mitaji mikubwa, ni wachuzi wameingia kuwekeza hapa nchini, kitu ambacho tunaweza pia tukachelewesha kupata uchumi mkubwa. Jiji la Dar es Salaam halipaswi kuwa na wachuzi, linahitaji kuwa na wafanyabiashara heavy, wanue meli, wanue ndege, wawe na viwanda. Lakini sasa hivi unaona kabisa katika soko la Dar es Salaam tuna wawekezaji wanawekeza mishikaki kutoka nje. Kitu ambacho sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara sio matarajio. Kwa hiyo tubadilishe pia hizi sheria, kwa sababu pia uwezo kumhukumu kwa sababu sheria inamruhusu. Na unakuta mtu anavunja sheria, mfanya biashara wa kimataifa anavunja sheria vipi kama analipa kodi sasa? Yani kuvunja, yani ni kwamba anaweza kaja hapa nchini na akavunja, yani mtu yote anaweza kavunja sheria, lakini unakuta faini ni ndogo. Faini anakuja kwa makusudio mengine, lakini anakuja kufanya kitu kingine. Labda nitoe mfano. Baadhi ya sheria hapa nchini ukivunja sheria za kodi unalipa milioni 10 ukiwa mwekezaji. Fine. Sasa haijalishi mtaji wako unaona shilingi ngapi. Jambo ambalo ni changamoto. Kwa hiyo sheria zetu tuzifanyie marekebisho. Ziwe sheria ambazo mtu hawezi kuvunja. Ziwe sheria ambazo mtu hawezi kuchagua kuwekeza mishikaki. Tuweke utaratibu kama zilivyo nchi zingine kama let's say China, Dubai. Sheria zetu zao ni imara, zinafanya nchi iendelee. Uwezo kaenda leo China ukawekeza kuchoma mishikaki. Uwezo kaenda pale China leo ukawekeza kufanya biashara ya umachinga, hizi biashara ndogo ndogo. Lazima kama nchi tuwe na dira kwamba tunahitaji wawekezaji, lakini kutokana na mfumo wa sasa sisi tunahitaji viwanda vya aluminium. Sisi tunahitaji viwanda vya matairi ya magari. Sisi tunahitaji wafanyabiashara wanaotaka kuleta meli, wanaotaka kuleta ndege. Sasa soko liko huru sana. Yaani soko linaruhusu, unahitaji ndala, mwekezaji analeta. Kitu ambacho sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania tunaona tutafika lakini mnawaona wa kila siku mnaishi nao wafanyabiashara wawekezaji wa mishikaki, wawekezaji wa chuzi, msemi chochote. Unajua nchi nyingi ambazo zimeendelea serikali inachukuaga maamuzi, na sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania au kama wafanyabiashara kazi yetu kubwa ni kuishauri serikali kwamba sisi sasa mitaji ya kuuza chips, ya kuuza chai tunayo. Hatuhitaji mgeni aje auze chai hapa. Ndio maana nimetolea mfano vitu ambavyo sisi heavy tuna ukosefu navyo, tunahitaji viwepo hapa nchini. Sasa wewe unaweza kuona soko la Kariakoo. Sasa mkusanya kodi yeye hana wasiwasi kwamba huyu mchuuzi ametoka nchi gani, kwa sababu analipa kodi. Mamlaka zinasema sawa, wewe lipa kodi hata kama unauza chai. Yeah, of course. Na sisi hicho tunakiona kwa muda mrefu sana. Nchi yetu inapaswa kufanya mabadiliko makubwa kiuchumi. Unajua, ndio maana sisi tumetoa mfano hata wabunge wetu. Serikali pia iangalie mfumo wa kupata wabunge. Tupate wabunge wenye capacity kubwa ya kufikiria mambo makubwa ili tuweze kufanya marekebisho kwenye taifa. Kuwa na wabunge ambao kimsingi wanapeleka vitu binafsi bungeni, sio hoja za wafanyabiashara.
wale ambao wana maslahi makubwa. Lakini wale wabunge hao mnaowasema ndio wawakilishi wetu, sisi tunatakiwa tukazungumze nao, tuwaelekeze kitu gani cha kwenda kufanya ili kuleta mabadiliko, kwa sababu ndio wanatuwakilisha. Unajua biashara ni lobbying, kuendelea ni lobbying. Nitolea mfano, unaweza kuwa mbunge lakini upatikanaji wako wewe, watu ambao wako kwenye mfumo wa kodi ndio wamekusponsor kupatikana, ili ikawa changamoto kiwa bungeni. Sisi tunataka tupate wabunge wanazungumza, let's say matajiri wakubwa kama JSM, Balesa. Bwana JSM, unaleta makondena meli, unakodi kila siku. Changamoto zako nini? Sisi tunataka serikali tukupatie meli hapa, usikodi, iwepo hapa nchini, kutengeneza ajira. Balesa, safirisha mizigo mingi, umenua malori zaidi ya 3,000. Tunataka tukupe reli, uweke mabewa yako hapa. Changamoto yako nini? Tutengeneze na sisi matajiri wa hapa nchini, wapai kimataifa, waingie kwenye G5. Ndio lengo kubwa la sisi jumuiya ya wafanyabiashara. Sio kuwatengeneza wageni wanakuja hapa kufanya uchuzi, wanaenda kwenye nchi zao kwenda kuwekeza vitu ambavyo ni heavy. Kwa hiyo mwisho wa siku pesa zote zinazochumwa hapa nchini zinabaki zile ndogo ndogo, sio zile ambazo tunaweza tukapata faida kubwa kama taifa. Hicho ndio kitu ambacho sisi tunakiona kama jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania. Salim, Apollo Temu anatusikiliza. Anasema mtu anafungua biashara after hajauza chochote kile, tayari kuna vikolokolo kibao. Anasema kule nje wenzetu mifumo ni rahisi sana. Ni rahisi mtu kuanza biashara kwa sababu tayari kuna mfumo ambao utakutambua we ni nani, uko wapi, unafanya biashara gani, utakupatia muda wa kukumonita kwenye biashara yako, hata kukusaidia, kukushauri kwamba kwa biashara uliochagua kufanya eneo uliopo itabidi ufanye hivi na hivi. Kwa hiyo anasema sisi hapa ndani kazi yetu ni kukataa tu kodi, kukwepa hiki, kufanya hivi. Mifumo inatakiwa iwepo ya kidijitali zaidi ili serikali ipate inachokikusudia na kusiwe na mtu kukwepa kona zisiwe. Yani tunajua kabisa Rama huko Zanzibar sehemu fulani unauza vitu vipuli. Ulivyojisajili tunajua kabisa vipuli unauza. Umehakikiwa, umetengenezwa uaminifu. Kipato chako kinavyoingia kinaonekana. Yes, kwanza mtaji wa Rama ulikuwa ni milioni 25. Sasa hivi umefika milioni 50. Kwa hiyo hata anapopita pale bandarini kupakua mzigo wake inajulikana. Risiti zako zinavotoka, mapato yote yanaonekana, paka yule anavyosema hapa naniliu Riziki, mtu wa mwisho anaenda kununua na yeye analipa kodi. Kwa hiyo sasa Riziki, tufanye mpango basi, tukae chini na Baba Levo tumueleweshe kama unajua kuna mambo machache. Sisi jumuiya ya wafanyabiashara tuna branch Tanzania nzima. Ndio. Lakini pia watu tunashauri wabunge, na sisi pia tuna nafasi ya kupeleka mawazo yetu bungeni kwenye ofisi ya bunge, namna ambavyo tunapendekeza mifumo ya kodi iwe. Lakini pia niseme huwa kuna ushindani kati ya wafanyabiashara pamoja na wabunge, ambao upatikanaji wao kimsingi watu ambao wamefanyiwa sponsor ni watu ambao hawako kwenye mifumo ya kodi. Lakini si wanaweza kueleweshwa? Yes, inawezekana. Sasa maana yake biashara kama wanavyosema lobby, unaweza kumuelewesha na wasiwezi kufanya. Kwa hiyo sisi tunahitaji tupate wabunge pia wazalendo ambao watataka watu wengi waingie kwenye kodi. Sisi mbunge ambaye anasema watu waondoke kwenye kodi, huyo sio mbunge ambaye sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania. Nafikiri kitu Baba Levo alikuwa anasema ni kwamba anazungumza hata ile utitiri wa kodi. Utitiri wa kodi, lakini pia na usawa wa biashara ndogo na biashara kubwa, kwa sababu kama anavyosema Apollo